JPS Online TV, kwa pamoja tukupashe. Yeah. Labda pengine tungetaka kujua ambapo ulikuwa ukishindanishwa nao huko ambapo ulikuwa. Wasanii kule ni wengi, kina Zuiza, kina Snopa, wengi sana. Pia sikulaumu kutokuchukua tunzo ya msanii bora wa mkoa, maana mwaka ule mambo alikuwa ni mengi sana. Kwa akaamua kunipa ile msanii bora mkoa. Yaani msanii bora wa muda wote yani. Yeah, na trend muda wote. Tungetaka kujua vitu ambavyo labda pengine ambavyo vinaweza kuwa viliingia kati kutokana na mwaka mzima hapo ambavyo viliingia kati mpaka ikatokea mpaka kuchukua tunzo ya msanii bora. Ya mambo alikuwa mengi. Ukiangalia mwakani iliachia tu ngoma moja mwezi wa kwanza, ile nikafanya na My Baby ile ya trend picha lile yani nikachia ile video, na baada pale Maza akawa nauma ikaendaenda mpaka mwakani Maza alivyotuacha hadi sasa hivi. Kwa hiyo sikubahatika kuchukua, lakini online ilikuwa nazungumzika, ndio wakaniona nipe hiyo nafasi. Licha ya kulikaa kimya kutokufanya kazi zote, lakini tukiangalia Iluxman ni msanii ambapo mpaka sasa hivi anazidi kuongeleka. Je, unahisi ni vitu gani ambavyo vinakufanya mpaka sasa hivi unakuwa on top na unaongeleka? Mimi ni mkubwa bro. Kwa mtu yote ukiwa mkubwa, hata ukifanya kitu kadogo lazima kaende viral. Au si? Yeah. Labda ni vitu gani ambavyo labda pengine wewe unavifanya ambavyo vinakufanya mpaka wewe unaonekana kila siku kwa watu? Maana tunaona kuna mambo mengi ambapo unayafanya. Mambo ninayofanya sio mambo ya maajabu sana. Na uwezi ukasema mimi ndo mtu ambao nafanya. Kuna wengine ambao wanafanya lakini yanaonekana kwa ukubwa, kwa sababu cha kwanza mimi ni msanii kilio cha jamii, cha kwanza mimi, tena cha pili mimi ni mkubwa. Kwa hiyo nikifanya kila kitu lazima kiende viral. Ndio kama unaona vile naonesha familia yangu na kwa vitu watu wakishachukua wanachukua kwa uzito, maana macho ya watu wengi hapo kwangu. Ya vile vile nikikumbuka kipindi huko FM Media kuna kitu ambacho ulikiongea ambacho uliulizwa kwamba Iluxman, hivi kambini unapoishi hakuna wasanii wengine, ukadai kwamba wasanii wapo na ushirikiano upo. Tunatamani kusikia neno kutoka kwako kuhusiana na hilo swala. Unajua mimi nikiendaga kule ufanyaga interview au nikitoka nje ya Nyarugusu kufanya interview, sijitambulishi mimi kama mimi. Mimi natambulisha Nyarugusu nzima. Natambulisha Kigoma nzima. Yaani kila mtu, hata wewe nakutambulisha kule. Sasa siwezi nikaenda kule niseme nianze kujitapa mimi tu eti Nyarugusu nipo mimi Iluxman au hivi na hivi, no. Basi hakutokuwa maana mimi kuitwa msanii mkubwa. Unapoitwa msanii mkubwa yani unawakilisha watu kutoka sehemu kuwapeleka sehemu nyingine. Na ni kwa nini uliamua kutambulisha kambi? Na tunatambua wasanii wengi washaenda Dizim na maanisha Milad yao waliingia, kuna wasanii waliingia Milad yao sitowataja. Kuna waliingia Crown Media na waliingia media nyingi sana, lakini walishindwa kusema ambacho ulichokiongea. Unahisi walijisi kitu gani mpaka wakaamua kujiangalia wao wenyewe? Mimi sijui, labda waulizie wao. Ila mimi ninachojua, mimi nawakilisha kambi na mkoa mzima. Kwa hata nikifika sehemu yoyote lazima niwakilishe, hata mtu aliyobaki huku niwakilishe fika sehemu fulani. Una connection nyingi na watu kutoka kule. Unaweza ukatuambia labda ulipataje hiyo connection mpaka ukawa unajulikana kule sana? Hakuna connection kubwa zaidi ya kufanya vizuri. Wewe fanya vizuri, wenyewe watakutafuta na utaenda kufanya. Nilitamani pia kutuzungumzie kuhusiana na swala la Lilian Queen. Nadhani tumezungumza sana kuhusiana na hilo, tuhamie huko upande wa pili. Kuhusiana na swala la Mchina the boss lady, tumesikia kwamba unamhitaji kwenye mahusiano. Maana fununu ilivyo ni kwamba wewe hauko naye kwenye mahusiano lakini unamhitaji. Unaweza ukatueleza kidogo kuhusiana na hilo swala? Sijakuelewa vizuri swala. Yaani uko naye kwenye mahusiano, unamhitaji kuwa naye kwenye mahusiano. Yeye hayupo tayari kwa inavyoonekana. Unaweza ukatuelezea kidogo kwa hilo swala? Mimi kwenye hili swala siwezi nikapenda niwe mwongeaji sana, lakini kitu ambacho naweza nikawajibu, naweza nikasema kwamba Mchina wadogo zangu wanalelea sana. Na kingine ambacho naweza nikazungumza, mimi Mchina nampenda sana. Nampenda sana, awe mgonjwa, awe na ukimwi, awe kivyovyote, awe vivyote, mimi nampenda sana. Umezungumzia swala la ukimwi. Pengine labda watu wanamsema sana kwamba ana ukimwi, au pengine mmeshapima mpaka? Sijamaanisha na ukimwi. Nakwambia hivi. Nasema hivi. Nampenda Mchina sana kwa madhaifu yake yoyote. Sijamaanisha eti ana madhaifu, yaani kwa madhaifu yake yoyote Mchina mimi nampenda hivyo. Yaani awe mgonjwa,
awe ana mimba, awe ana ukimwi, awe anaanguka, awe tajiri, awe maskini, yaani mimi nampenda hivyo hivyo. Mimi nigusie hapo. Ni kitu gani ambacho kimekufanya wewe umpende Mchina kivyo vyote? Ni kitu gani kikubwa ambacho umekiona kwa Mchina? Kwa sababu tunatambua mwanaume ili ampende mwanamke lazima awe na vigezo fulani au na sababu fulani ambazo zinaweza kumfanya ampende huyo mwanamke. Nyota yangu na ya Mchina ni vitu ambavyo vinaendana sana. Yaani Mchina alizaliwa kwa ajili yangu na mimi nilizaliwa kwa ajili ya Mchina. Bwana, tukiangalia back in days hapa nimefanya exclusive interview na wasanii wengi hapa. Wakawa wameniambia swala la kwamba Iluxman ni mtu ambapo ni ombaomba sana. Anapofika sehemu anatakiwa kuombaomba kila kitu. Na mara mwisho ulienda kwenye Nandi, ilikuwepo ni festival Nandi, ukao umeomba show pale. Hasa hili swala la kwako la kwenda kwa labda pengine kwenda kuwania tunzo Kigoma huko. Labda kuna watu ambapo wanahisi kwamba uliomba hilo swala litokee na kwa vile ambavyo uliliomba na halijatokea. Inakuwaje hapo, unaweza kuwa na kitu gani cha kuongea hapo? Kaka, mimi naweza nikakujibia, yani naweza nikaongea kitu kimoja. Hakuna mwanadamu ambao hajawahi kuomba. Na sisi wasanii sisi tunaombaga sana, asikudanganye mtu. Na ukizungumzia kweli pale Kigoma kuna baadhi ya show ambazo niliomba, kuna zingine ambazo sikuomba. Walinihitaji wenyewe kama wanavyoniita kwa sasa hivi. Lakini kuna baadhi nyingine niliomba ili nipate zile nafasi za mimi kuitwa. Hakuna msanii ambao hajawahi kuomba hapa. Hayupo. Kabisa. Hayupo. Na labda mimi singekutaniwa kule, labda na wao hawangejulikana. Maana kipindi ya Perform Nandi Festival na perform na wakina Chino, wakina Likiba walikuwa wananiulizia pia muziki wa Nyarugusu. Na nawaeleza Nyarugusu kuna hivi, kuna msanii huyu na clip na kwa nawaonesha kabisa. Tunavyoona ndio ilifungua milango hiyo, hawezi kabisa. Tunavyoona muziki hapa kwetu unafuatiliwa sana huko nyuma, hata Afrika, hata nje ya mipaka ya Afrika. Lakini mara mwisho umeenda hapo Kigoma kufanya exclusive interview. Labda pengine ile swala la kwenda Kigoma kufanya exclusive interview ama kuona toka, haoni kwamba itakuja kuleta sura ya kusema kwamba lile swala wanasema kwamba Iluxman ni msanii ombaomba ama kaomba interview ndio akaamua kwenda kufanya? Kwa mimi kwenda kufanya pale kuna ubaya gani? MNFM imenidiemu ikaniomba niende, nikamwambia fresh, ikanilipia nauli ya kwenda kurudi, ikanipangia hoteli kubwa Kigoma, nikaenda nikafanya nikamaliza nikarudi. Sasa kuna ubaya gani mimi kufanya? Acheni hizo kauli. Ukisikia mtu anaongea hivyo unajua akili yake haiko sawa. Iluxman ni mtu ambapo anapenda kuonyesha maisha yake real sana mtandaoni ambapo anayoishi. Sio mtu wa kuigiza sana maisha. Au sio? Lakini sasa ni kitu gani ambacho unakiona? Maana ulisema mara ya mwisho kuna mastaa ambapo walikufuata wakakwambia kwamba vitu ambavyo unavifanya vitakuja kuonyesha kwamba unakuja kujishusha hadhi kwenye sanaa. Unahisi ni kitu gani ambacho kwanza kilikufanya mpaka ukawa na ule moyo wa kuzidi kufanya hayo mambo licha ya kuwa huko ufanye kazi yoyote ile ya muziki? Kaka, unaona mimi Iluxman, mimi sijawahi kufeki maisha. Na siwezi nikakuonyesha kitu ambacho sina. Asikudanganye mtu huko kukutana na mtu akwambie eti Iluxman ni tajiri. No, mimi ni maskini sana. Alafu mimi ni mtu wa kawaida sana. Asikudanganye mtu. Sina muda wa kufeki maisha. Kama sina utajua sina, na kama nacho utajua nacho. Sina muda wa kuigiza maisha mzee. Cheni unakuta cheni nanunua 300, nije nikwambie 500. Hiyo haipo. Ikiwa jelo nitakwambia jelo. Kwa nataka kutuambia Iluxman sio mtu wa kuongeza sifuri sana kwenye maisha. Mimi sina hizo. Kitu cha 10,000 unasema una laki. Au sio? Neno moja hapa kwa mafazi. Ila na mimi nina swali moja la mwisho. Mimi nadhani hii topic tulikuwa tumeshaongea, lakini nataka turudi nyuma kidogo. Iluxman unadai kwamba ulikuwa unamhitaji Mchina kimahusiano. Lakini mpaka muda huu hatujajua, je, ulimfuata Mchina ukamwambia kwamba unamhitaji kimahusiano au unaishia kusema kwenye mitandao tu? Umeshuka kwenda kuongea ambacho unatakiwa ukiongea kama mwanaume. Mimi nilianza kumtongoza Mchina 2020 na nashukuru kwa sababu yeye mwenyewe anajua. Sijaje hapa kupiga kampeni ya kwamba ni ndo na kama na muaddress naongelea hisia zangu. Maana mimi Mchina nampenda sana. Unajua si vijana tunapotoka sehemu moja. Na hiyo sehemu ambayo tunapotoka si ni moja tu. Unajua unapoenda kumtongoza mwanamke ambao sio nyota yako. Nazungumzia yani nyota zenu haziendani, mtasumbuka sana. Na katika wanaume ambao waga Mungu amenijalia kugundua kweli huyu mwanamke nyota yangu. Mimi nimo. Mimi najuaga huyu ni nyota yangu kweli. Kwa na ukikutana na mtu ambaye ni nyota yako, uwe mwanaume uwe mwanamke, yani ukikutana na ule mtu hata mkikoa chumbani, watu wakisikia lazima kambi nzima ichanganikiwe. Umesema kwamba umekutana naye, umeanza kumapproach tangu 2020. Umesema kwamba umeona kabisa kwamba yule ni nyota yako, na inavyoonekana yeye anaona kama wewe sio nyota yako kwa sababu ni muda mrefu tayari 2020 mpaka 2026, almost 6 years. Wewe kwa upande wako unahisi ni kitu gani ambacho kinakushawishi bado uendelee kuwa naye, maana yeye anaonesha huo moyo hana?
Yeye hajaonyesha huo moyo. Kwani wewe ulipiga naye story akakwambia huo moyo ana? Inavyoonekana maana miaka 6 sio mchezo. Kawaida. Kawaida. Kujua ni majibu gani aliyokujibu kwa sababu unadai kwamba ulimtongoza. Leo tuweke wazi tujue. Mimi Mchina hajawahi kunijibu vibaya. Alikujibu kitu gani? Hicho hajawahi kunijibu vibaya. Hajawahi. Ni jibu gani ambalo lilitoka kwa Mchina sasa kwamba kama ulivyomwambia mimi nakupenda alijibu nini? Hajawahi kunipa jibu hadi leo. Lakini waga tunaongea fresh. Hata hapa naweza nikamcall tukazungumza fresh. Basi ungejaribu kumpigia ili tupate uhakika wa. Nipo kwenye party nampigiaje mzee wangu? Dakika 5 tu. Naomba sekunde 5. Basi kamera imekuwa ngumu, twende turuke na hili basi hapa. Kuna namna fulani mastaa hapa kwetu mnakuwa mkitoka mkialikwa na media za nje. Tumekuona umetoka umekwenda kufanya interview huko. Mara mwisho tena ulienda huko kafanya show. Nyagomani tulimuona katoka kawa amefanya tour media. Hata tukimwangalia Dogo Fonda naye alitoka hivyo akawa amefanya ya kwake. Lakini kuna namna fulani mastaa hapa kwetu wanakuwa akisema kwamba muziki wa Kibembe ama muziki hapa kwetu upo mabegani kwao. Hata nao unasema kwamba wewe ndio msanii mkubwa hapa. Tungetaka kujua ukweli hapa kati. Yupi ambapo ni anaubeba muziki hapa kwetu? Unajua mimi mambo ya kujisifu naishindaga sana pia. Niseme nijisifu eti mimi ndio hivi. Hiyo sio dunia yangu mzee wangu. Au kute mimi na fake mambo fulani no. Kama anazungumza hivyo ni wao ndio wanazungumza. Hata wewe unaweza ukazungumza tu. Mimi ndio mtangazaji namba 1 kambini, lakini hawezi ukadanganya mashabiki. Mashabiki wenyewe wanajua walisia ukoje. Na hiyo wale wanaosema eti wao ndio wanabeba, mimi sina comment. Labda waulizie mashabiki wao. Unyama sana. Na hiyo kuzungumza kwamba tunataka kwenda international, wote endaje international na mkoani yenyewe tu hajatoboa. Ona tuzo ya mkoa. Hiyo international unaendaje? Kwa sababu ndugu yako yuko Marekani amerekodi challenge anaimba ngoma yako ndio unasema international. International pambanio akina Mondi wale walianzaga Tandale wakatoboa Tandale wakaenda wateke Tanzania nzima wakaiteka wakaenda wateke East Africa nzima hivyo. Sasa wewe unataka eti duniani East Africa unasikika na wakati hapa unataka kujuliwa ulimwenguni na pale ambapo unapoishi ujuliwe. Mzee. Au si? Mimi kwa mtazamo wangu naona kama vile unahitaji sana Bembe to the world. Ni kama vile unaishusha down kwa sababu kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.